Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameiomba mahakama inayoshughulikia kesi yake ya ufisadi kuahirisha ushuhuda wake, akitaja masuala ya kiusalama. Ombi hilo liliwasilishwa na wakili wake mahakamani siku ya Ijumaa. Kesi ya ufisadi ya Netanyahu, ambayo imekuwa ikiendelea kwa muda mrefu, ilitarajiwa kuanza tena siku ya Jumapili baada ya Israel kuondoa hali ya hatari iliyowekwa kutokana na vita vyake vya uchokozi dhidi ya Iran, kufuatia tangazo la usitishaji vita siku ya Jumatano. Upande wa utetezi ulisema ulikuwa tayari kuendelea kusikiliza ushuhuda wa shahidi wa upande wa mashtaka. Katika ombi hilo ilielezwa kuwa kutokana na sababu za kiusalama na kidiplomasia zilizofichwa zinazohusiana na matukio makubwa yaliyotokea hivi karibuni, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hataweza kutoa ushuhuda katika kesi hiyo kwa angalau wiki 2 zijazo. Ombi hilo liliongeza kuwa bahasha iliyofungwa yenye maelezo ya kina ya sababu hizo za siri iliwasilishwa mahakamani, ambayo itatoa uamuzi mara tu upande wa mashtaka utakapowasilisha majibu yake. Netanyahu, ambaye ni waziri mkuu wa kwanza wa Israel aliyeko madarakani kushtakiwa kwa uhalifu, anakanusha mashtaka ya rushwa, udanganyifu na uvunjaji wa uaminifu yaliyowasilishwa mwaka 2019 baada ya miaka kadhaa ya uchunguzi. Kesi yake iliyoanza mwaka 2020 na ambayo inaweza kusababisha vifungo vya jela imecheleweshwa mara kwa mara kutokana na vita mbalimbali ambavyo baraza lake la mawaziri limeanzisha, ikiwemo mauaji ya halaiki ya Gaza tangu mwaka 2023 ambayo yamesababisha vifo vya Wapalestina wasiopungua 72, vita viwili vya uchokozi dhidi ya Iran mwaka 2025 na 26, na mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya Lebanon tangu mwaka 2023 bila kuonekana mwisho wake. Mashtaka dhidi ya Netanyahu pamoja na operesheni ya mafuriko ya Al-Aqsa iliyofanywa na harakati za upinzani za Wapalestina mnamo Oktoba 2023 yameharibu hadhi yake. Israel inatarajiwa kufanya uchaguzi mwezi Oktoba, ambao muungano wa Netanyahu ulio na mrengo wa kulia zaidi katika historia ya Israel unaweza kupoteza kulingana na kura za maoni. Abdul Nasir Mwita, Rubaza Kimataifa.